somo tunalotembea nalo linaitwa Roho Mtakatifu katika uchumi. Roho Mtakatifu katika uchumi. Hili ndilo somo letu tutakalokuwa nalo kwenye hii semina. Linaitwa Roho Mtakatifu katika uchumi. Roho Mtakatifu katika uchumi. Hili ndilo somo letu. Malengo ya semina hii ambayo Mungu ametupa nafasi ya kujifunza somo hili la Roho Mtakatifu katika uchumi. Kuna malengo ambayo Mungu anataka kuyafanya kupitia hii semina kwa mtu mmoja mmoja na kwa kanisa lote kwa ujumla. Lengo la kwanza la hii semina ni kututengenezea uelewa mpya wa kiroho na kimwili kuhusu uchumi unaoendana na dunia ya sasa. Lengo la hii semina ni kututengenezea uelewa mpya wa kiroho na wa kimwili kuhusu uchumi unaoendana na dunia ya sasa. Hili ni lengo la kwanza la semina. Lengo la pili la hii semina ni kutoa uelewa unaompa mtu mbinu za kutembea na Mungu kiuchumi ili kuona mafanikio yake halisi ya kimaisha. Lengo la pili ni kutoa uelewa unaompa mtu mbinu za kutembea na Mungu kiuchumi ili kuona mafanikio yako halisi ya kiuchumi. Hili ni lengo la pili la hii semina. Lengo la tatu la hii semina ni kufumbua fumbo linalowatatiza watu wengi. Kufumbua fumbo linalowatatiza watu wengi la kwa nini uchumi kila siku unazidi kuwa mbaya au mgumu kwa mtu mmoja mmoja na kwa taifa tofauti na miaka ya nyuma. Hili ni lengo la tatu la hii semina. Kufumbua fumbo linalowasumbua watu wengi la kwa nini uchumi wa sasa kila siku unaendelea kuwa mgumu kwa kasi kwa miaka ya hivi karibuni tofauti na miaka ya zamani. Kwamba kila siku uchumi unaendelea kuwa mgumu, hakuna uafadhali. Kila siku hali inazidi kuwa mbaya tofauti na miaka ya nyuma ilikuwa walao panatokea uafadhali tena panakaza. Lakini saa hizi kila siku ni ugumu. Sasa watu wengi wamekuwa wanashindwa kuelewa nini sababu yake. Kwa nini uchumi wa saa hizi kila siku unakuwa mgumu kwa miaka ya hivi karibuni tofauti na miaka ya nyuma. Sasa hii semina inaenda kufumbua fumbo hili la kutusaidia tupate kuelewa kwa nini uchumi miaka ya hivi karibuni unazidi kuwa ngumu. Kwa mwana wa Mungu ali hai, naomba uweze kwenda na mimi pamoja kwenye hii semina kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mungu atatufumbua macho katika mambo mengi yanayohusu uchumi. Tuanze kujifunza somo letu kiundani kabisa kwa kuanza na kuangalia kitabu cha Yeremia sura ya 11 mstari wa 6 hadi wa 14. Tuanze kujifunza semina yetu kwa kuanza na kitabu cha Yeremia. Kitabu cha Nabii Yeremia sura ya 11 mstari wa 6 hadi wa 14. Kitabu cha Nabii Yeremia sura ya 11 mstari wa 6 hadi wa 14. Neno la Mungu linasema, naye Bwana akaniambia, hubiri maneno haya yote katika miji ya Yuda na katika njia kuu za Yerusalemu, ukisema, yasikie maneno ya maagano haya mkayafanye, kwa maana naliwashuhudia sana baba zenu siku ile nilipowatoa katika nchi ya Misri hata leo, nikiamka mapema na kuwashuhudia nikisema, itiini sauti yangu, lakini hawakuitii.
wala kutega masikio yao, bali walikwenda kila mtu katika ushupavu wa moyo wake mbaya. Kwa hiyo nimeleta juu yao maneno yote ya maagano haya niliyowaamuru wayafanye, lakini hawakuyafanya. Naye Bwana akaniambia, fitina imeonekana katika watu wa Yuda na katika wenyeji wa Yerusalemu. Wameyarudia maovu ya baba zao waliokataa kusikia maneno yangu. Wamewafuata miungu mingine na kuwatumikia. Nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda wameyavunja maagano yangu niliyofanya na baba zao. Basi Bwana asema hivi, tazama, nitaleta mabaya juu yao ambayo hawataweza kuyakimbia, nao watanililia, walakini sitawasikiliza. Ndipo miji ya Yuda na wenyeji wa Yerusalemu watakwenda na kuwalilia miungu wawafukiziao uvumba, lakini hawatawaokoa hata kidogo wakati wa taabu yao. Maana hesabu ya miungu yako, Yuda, ni sawasawa na hesabu ya miji yako, na kama ilivyo hesabu ya njia za Yerusalemu, ndivyo mlivyosimamisha madhabahu za kitu kile cha aibu, madhabahu za kumfukuzia Baali uvumba. Basi usiwaombee watu hawa, wala usipaze sauti yako, wala kuwaombea dua watu hawa, maana sitawasikia wakati watakaponililia kwa ajili ya tabu yao. Hili ni neno la Mungu ambalo tumelisoma na kitabu cha Yeremia sura ya 6 mstari wa 11 hadi wa 14. Mwana wa Mungu aliye hai, katika kitabu hiki cha Yeremia ukisoma utaona namna Mungu anavyomtuma nabii Yeremia kwenda kuongea na wana wa Israeli. Mungu anamueleza Yeremia, nenda kawaambie wa Israeli kwamba kwa sababu niliwatoa nchi ya Misri nikawapeleka nchi ya ahadi, kuna agano nilipatana nao, waishi maisha ya kunitii mimi kama Mungu wao. Lakini maisha wanayoyaishi ndani ya nchi ya ahadi ni maisha tofauti na agano ambalo mimi Mungu wao nilipatana nao. Sasa Mungu alipatana na Waisraeli agano gani? Iko hivi. Mungu alipowatoa wana wa Israeli Misri, alipatana nao kwamba wasiwe na miungu mingine ila wawe na yeye Mungu tu. Na akawaelekeza utaratibu wa kuishi maisha yao, kuanzia namna ya kutoa sadaka, namna ya kumwabudu, namna ya kufanya ibada, utaratibu wote Mungu aliwaelekeza Waisraeli. Na umeandikwa kwenye kitabu cha Hesabu na kitabu cha Mambo ya Walawi, kitabu cha Torati. Vyote hivi vimeandika yale mambo ambayo Mungu alikubaliana na Waisraeli, namna ambavyo wanapaswa kuishi baada ya kuwatoa Misri. Lakini Waisraeli walipofika pale kwenye nchi ya ahadi, jinsi walivyoagana na Mungu sivyo walivyofika wakaishi. Walifika wakaishi maisha kinyume kabisa na makubaliano yao na Mungu. Wakafanya matendo ya uovu tofauti na maagano yao na Mungu. Walivyofanya matendo ya uovu, Mungu ndipo akaachilia neno la kinabii kwa Yeremia, akawasemesha Waisraeli. Na Yeremia anafika anawaambia Waisraeli, Mungu anasema mnavyoishi sio kwa kumtii yeye, mnafanya kama baba zenu walivyofanya. Hawakumtii Mungu, wakafanya matendo maovu, na ninyi Waisraeli ndivyo mnavyofanya hivyo hivyo uovu kama wa baba zenu. Kwa sababu hiyo mnafanya maovu. Mungu anasema ataleta adhabu kwenu. Adhabu hiyo haitagusa mtu mmoja mmoja peke yake, itagusa mtu mmoja mmoja mpaka taifa zima la Israeli. Na ndio maana Mungu anasema nitaleta adhabu kwenye miji ya Yuda na wenyeji wa Yerusalemu. Ina maana miji ni sawa na kuleta adhabu kwenye nchi, mkoa au taifa. Wenyeji wa Yerusalemu ni sawa na kuleta adhabu kwa mtu mmoja mmoja. Mungu ndivyo alivyoahidi kwa Waisraeli, atawaletea adhabu kwa mtu mmoja mmoja
na atawaletea adhabu kwa taifa lao. Nini sababu ya kuahidi kuwaletea adhabu? Ni kwa sababu hawakuishi kama Mungu alivyotaka waishi. Hawakutii maagano waliopatana na Mungu namna ya kuishi. Wakafanya wanavyojua wao. Yani wakaenda kinyume na agano. Wakatengeneza madhabahu, wakatengeneza miungu mingine, wakaanza kuiabudu, wakamsahau Mungu aliyewatoa Misri. Na ndio maana Mungu akaahidi kuleta adhabu ndani ya taifa la Israeli. Na akaahidi kuliharibu kabisa taifa la Israeli. Akaahidi kuliharibu. Na akamwambia Yeremia kitu cha kushangaza sana. Akamwambia hata kuwaombea Waisraeli usiwaombee, waache. Na hata wakinililia sitowasikiliza. Hichi ndicho kitu Mungu alichomwahidi Israeli kupitia Yeremia. Yeremia asiwaombee, na pia wakilia hatowasikiliza. Kwa nini? Hawajatii maagano waliopatana nayo. Kitu ambacho mwana wa Mungu ninataka uone mahali hapa ni namna ambavyo taifa la Israeli liliharibika, likaachiliwa adhabu na Mungu. Adhabu ya kumgusa mtu mmoja mmoja na adhabu ya kugusa taifa zima. Sababu ni dhambi ya Waisraeli. Na dhambi yenyewe ni dhambi gani? Ni dhambi ya Waisraeli kuto kuishi maisha ya utakatifu, kuishi maisha ya kuto kumtii Mungu sawa sawa na walivyoagana siku ile anawatoa katika nchi ya Misri. Hawakuishi kama Mungu anavyotaka, wakaishi maisha kinyume kabisa na utaratibu wa ufalme wa Mungu. Ndio maana Mungu akaachilia adhabu. Kwa taifa likaharibiwa kwa ajili ya dhambi za wenyeji wa taifa. Kwa kumbe iko namna hii. Nchi inaweza ikaharibika kwa ajili ya dhambi za wananchi wa nchi husika. Tarudia tena hii sentence. Nchi au mji au mkoa unaweza ukaharibika kwa ajili ya dhambi za watu wanaokaa ndani ya hiyo nchi au ndani ya huo mkoa. Kwa nini? Kwa sababu Israeli Mungu aliahidi kuiharibu na akaiharibu kwa sababu ya dhambi za Waisraeli wanaokaa ndani ya Israeli. Kwa kinachoweza kikaharibu taifa lenu au kikaharibu mkoa wenu au kikaharibu mji wenu sio kitu cha nje ya mji, ila ni ninyi wenyewe wa ndani ya mji ndio wenye mna uwezo wa kuharibu mji wenu. Tunaelewa vipi? Kwa sababu ya Waisraeli wao wenyewe waliharibu mji wao kwa ajili ya dhambi zao. Ngoja nikuonyeshe kitabu kingine ili tuelewane vizuri. Ngoja nikuonyeshe kitabu kingine cha Yeremia sura ya 25 mstari wa kwanza hadi wa 11. Kitabu cha Yeremia sura ya 25 mstari wa kwanza hadi wa 11. Na kukumbusha tu, tupo kwenye semina ya uchumi. Somo linaitwa Roho Mtakatifu katika uchumi. Leo ni siku ya kwanza na muda huu niko naendelea kuweka utangulizi. Twende tuangalie tena kitabu cha Yeremia sura ya 25 mstari wa kwanza hadi wa 11. Nitasoma mistari michache kwenye hichi kitabu. Inasema namna hii. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia katika habari za watu wote wa Yuda katika mwaka wa 4 wa Yehoyakim mwana wa Yosia mfalme wa Yuda. Mwaka ule ndio mwaka wa kwanza wa Nebukadreza mfalme wa Babeli, ambalo Yeremia nabii aliwaambia watu wote wa Yuda na wenyeji wote wa Yerusalemu kusema, tangu mwaka wa 13 wa kutawala kwake Yosia mwana wa Amoni mfalme wa Yuda hata siku ya leo, miaka 23, neno la Bwana limenijia, nami nimesema nanyi nikiamka mapema na kusema, lakini hamkusikiliza. Inaendelea namna hii. Naye Bwana ametuma kwenu watumishi wake wote, hao manabii, akiamka mapema na kuwatuma, lakini ninyi hamkuwasikiliza wala hamkutega masikio yenu kuwasikiliza. Akasema, rudini sasa kila mtu aiache njia yake mbaya, uacheni uovu wa matendo yenu, mkae katika nchi ambayo Bwana aliwapa ninyi na baba zenu tangu zamani za kale hata milele. Wala msiwafuate miungu mingine ili kuwatumikia na kuwasujudia, wala msinikasirishe
kwa kazi ya mikono yenu, basi mimi sitawadhuru ninyi dhara lolote. Sasa sikiliza vizuri. Hili neno linatueleza kwamba Yeremia, Mungu anamtuma kwa mara nyingine kwa Waisraeli kwenda kusema nao namna hii, kwamba Waisraeli Mungu amewatumia manabii wawaeleze juu ya matendo yao ya dhambi wanazofanya, lakini bado Waisraeli hawakutaka kuwasikiliza hao manabii, wakaendelea na matendo yao ya dhambi. Mungu akawatumia tena watumishi wake wawaeleze Waisraeli waache maovu, lakini bado Waisraeli hawakutaka kuwasikiliza hao watumishi, wakaendelea na maovu yao. Sasa kwa sababu wametumiwa sana watumishi kuwaonya na Waisraeli hawajasikia, sasa Mungu anafikia maamuzi haya yafuatayo yanayoendelea mstari wa 7. Lakini ninyi hamkunisikiliza, asema Bwana, ili mnikasirishe kwa kazi ya mikono yenu na kujidhuru nafsi zenu. Basi Bwana wa majeshi asema hivi, kwa kuwa hamkuyasikiliza maneno yangu, angalieni nitawapeleka watu na kuzitoa jamaa za watu pande za kaskazini, asema Bwana. Nami nitamtuma ujumbe wa Nebukadreza mfalme wa Babeli mtumishi wangu, nami nitawaleta juu ya nchi hii na juu ya wakaao ndani yake na juu ya mataifa haya yote yaliyopo pande zote, nami nitawaangamiza kabisa na kuwafanya kitu cha kushangaza na kitu cha kuzomewa na ukiwa wa daima. Tena nitawaondolea sauti na kicheko, sauti ya furaha na sauti ya bwana harusi na sauti ya bibi harusi, sauti ya mawe ya kusagia na nuru ya mishumaa. Na nchi hii yote pia itakuwa ukiwa na kitu cha kushangaza, nayo mataifa watamtumikia mfalme wa Babeli miaka 70. Sikiliza tena mwana wa Mungu. Baada sasa, kama nilivyokueleza, Mungu kuwatuma wajumbe watumishi wake kuwaonya Waisraeli na Waisraeli kutokumsikiliza Mungu, maamuzi ya mwisho ambayo Mungu aliyafikia ni kuwatoa Waisraeli kwenda utumwani kumtumikia mfalme wa Babeli ambaye anaitwa Nebukadreza. Na akawaeleza, mtamtumikia mfalme wa Babeli kwa muda wa miaka 70 na mtaishi maisha ya utumwa, kilio, na hakutokuwa na kicheko, hakutokuwa na furaha, wala hakutokuwa na jambo lolote lile la kuwafurahisha, bali utumwa ambao Waisraeli wataishi ni utumwa wa kilio na mateso siku zote. Ndio kitu ambacho Mungu aliwaidia Waisraeli. Kwa nini Mungu anawaidia Waisraeli kwenda kuishi maisha ya utumwa? Ni kwa sababu walimtenda dhambi. Walivunja agano la mapatano kati ya Mungu na wao. Agano lipi? Mungu alikubaliana nao waishi maisha ya kumpendeza, lakini wao wakaishi maisha kinyume na mapatano yao na Mungu. Kwa walivyoishi maisha ya dhambi ikamkasirisha Mungu, ikamfikirishia Mungu hatua ya kuwatumia manabii wakawaonye, acheni dhambi. Waisraeli hawakusikia. Wakatumia watumishi, Waisraeli hawakusikia. Ndipo Mungu akafikia hatua hii ya mwisho ya kuwatoa waende utumwani kwa Babeli, wakatumike kwenye serikali ya Nebukadreza, wakatumikie kwa muda wa miaka 70 mpaka kikomo chake Mungu mwenyewe ndiye alikuwa amekipanga. Kitu ambacho nataka tena upate hapa ni nini? Ni uone namna ambavyo mtu mmoja mmoja ndani ya taifa akiwa anafanya dhambi na taifa zima likafanya maovu, Mungu huwa ana tabia ya kutuma watumishi wake waende wakamuonye huyo mtu na wakalionye taifa zima. Kama mtu na taifa lake wasiposikiliza yale maonyo ambayo Mungu anawaonya, ndipo Mungu anapofikia hatua ya kuwatoa hao watu kwa kuwapa adhabu. Ndivyo alivyofanya kwa Waisraeli, akawapa adhabu. Na adhabu ambayo Mungu aliwapa Waisraeli ni adhabu ambayo ilikuwa inagusa eneo la kiuchumi.
Kwa nini nakueleza adhabu ilikuwa inagusa eneo la kiuchumi? Ni kwa sababu Mungu aliwaambia, ninawatoa muende mkatumike utumwani kwa wana wa Babeli. Huwe na uhakika kazi ambazo Waisraeli waliachiliwa na Mungu kwenda kuzifanya kwa Babeli ilikuwa ni kazi za kiuchumi. Kwa sababu mtumwa alikuwa ananunuliwa akiletwa kwenye taifa jingine. Mtumwa alikuwa anatumikishwa kulima mashamba. Kilimo ni kazi ya kiuchumi. Mtumwa alikuwa anatumikisha kufanya kazi za viwanda. Kazi za viwanda ni kazi za kiuchumi. Mtumwa alikuwa anatumikishwa kwenye kazi za ujenzi wa taifa analolitumikia. Ujenzi wa taifa ni shughuli za kiuchumi. Na ndio maana nakueleza namna hii. Israeli walitolewa kwenda kutumikia utumwa wa kiuchumi kwenye taifa la Israeli, kwa taifa la Babeli. Kwa walipewa kwa Nebukadreza, wakamtumikia Nebukadreza kiuchumi. Sijui kama tunaenda pamoja wana wa Mungu. Sijui kama tunaenda pamoja. Nachotaka upate ni kwamba Israeli walitolewa kwenda kuwatumikia wana wa Babeli, kwenda kumtumikia Nebukadreza kiuchumi. Utumwa wao haukuwa utumwa wa kawaida, ila ilikuwa ni utumwa wa kiuchumi. Na huu utumwa wa kiuchumi Mungu mwenyewe ndiye aliyewatoa wakatumikie. Sababu iliyowafanya awatoe ni nini? Dhambi ya kukosa utii. Sijui kama tunaenda pamoja. Sasa kabla tujaingia kiundani zaidi, ngoja tena nikuonyeshe kitabu kingine. Tutaelewana tu taratibu wana wa Mungu. Kitabu kingine cha Yeremia sura ya 23 mstari wa 15 hadi 23. Yeremia sura ya 23 mstari wa 15 hadi wa 23. Yeremia sura ya 23 mstari wa 15 hadi 23. Neno la Mungu linasema, basi Bwana wa majeshi asema hivi, katika habari ya manabii, tazama nitawalisha pakanga, nitawanywesha maji ya uchungu. Kwa kuwa kutoka kwa manabii wa Yerusalemu kufuru kumeingia katika nchi yote. Bwana wa majeshi asema hivi, msisikilize maneno ya manabii wakiwatabiria kuwafundisha ubatili. Wa maneno hunena maono ya mioyo yao wenyewe, hayakutoka katika kinywa cha Bwana. Daima huwaambia watu wanaonidharau, Bwana asema mtakuwa na amani. Nao huwaambia kila mtu aendaye katika ukaidi wa moyo wake, hamtapatwa na ubaya wowote. Maana ni nani aliyesimama katika baraza la Bwana hata akalifahamu neno lake na kulisikia? Ni nani aliyelitia moyoni neno langu na kulisikia? Sikiliza vizuri mwana wa Mungu. Mungu anasema tena kitu kingine cha kushangaza. Anasema kwamba katika Yerusalemu, katika Yuda, katika Israeli pametokea manabii wa uongo. Manabii wa uongo waliotokea kwenye Israeli ni manabii ambao wanawatabiria watu hawatapatwa na mabaya, kwamba watapatwa na mema. Mungu akawaita hao manabii ni manabii wa uongo. Sasa unaweza ukajiuliza, kwa nini Mungu awaite hawa manabii ni manabii wa uongo, huku hao manabii wanawatabiria watoto wake kitu kizuri, kwamba watapata mema? Na kizuri zaidi, hao manabii mema ambayo walikuwa wanawatabiria Waisraeli watayapata ni mema kutoka kwa Mungu mwenyewe na si mahala pengine. Lakini Mungu akawakataa, akasema hao manabii ni wa uongo, sio wa kwangu. Kwa nini? Ni kwa sababu hawa manabii walipaswa kuwaambia Waisraeli acheni dhambi, lakini wao hawakuwaambia Israeli acheni dhambi, wakawaambia mtapatwa mema bila kuwaambia tubuni ndio mtaona mema. Ngoja nirahisishe lugha, labda utakuwa hujanielewa. Iko hivi. Israeli walikuwa wako kwenye kipindi ambacho taifa zima linafanya dhambi. Taifa zima linafanya maasi. Na Mungu akawa amechukia kwa ajili ya hayo maasi. Akawa ameahidi kulitoa taifa kwenda utumwani miaka 70 kumtumikia Nebukadreza. Ndivyo Mungu alikuwa amepanga, kwamba taifa zima lazima liende likateseke kiuchumi kwa Nebukadreza. Taifa zima kwa ajili ya dhambi zao. Lakini wakati huo Mungu akiwa amepanga kuwatoa Waisraeli
kwenda kutumikia miaka 70 kwenye taifa la Nebukadreza, utumwa wa kiuchumi. Liliibuka kundi la manabii ambao wao wakawa wanawaambia Waisraeli, hamtapatwa na mabaya. Tafsiri yake ni nini? Ni kwamba hamtapatwa na mabaya, yani hamtoenda kutumikia miaka 70. Mema yatakuja, mema yatakuja. Mungu anasema hao manabii ni wa uongo, kwa sababu yeye kama Mungu ndiye alikuwa amepanga Waisraeli waende wakateseke. Afu hao manabii wanawaambia hamtoenda kuteseka. Ndio maana Mungu anasema hawa manabii ni wa uongo. Badala ya kueleza Waisraeli watubu dhambi zao, wao wanawaambia mtapatwa na mazuri. Kwa kumbe nchi au taifa linapokuwa kwenye dhambi, akitokeza mtu analitabiria hilo taifa au hiyo nchi kwamba mtapatwa na mema yatawaijia, bila huyo nabii, bila huyo mtumishi kuwaeleza kwamba tubuni dhambi, ndiyo mabaya yataondoka, mema yatakuja. Ila yeye anaenda direct, anawaeleza mema yatawaijia bila kuwaambia mtubu dhambi. Tafsiri yake ni kwamba huyo mtumishi, huyo nabii ni muongo, hajatumwa na Mungu. Kwa nini? Kwa sababu eneo lenye dhambi linapaswa kutubu kwanza ndio lione mafanikio. Nimetoa wapi? Soma kitabu cha Yeremia, utaona Mungu anavyosema. Na ndio maana Mungu anasema kitu kizuri, kwamba hao manabii hawakusimama kwenye baraza la Bwana wasikie sauti ya Mungu juu ya taifa, ila mambo wanayoyasema ni mambo ya uongo yaliyotoka kwenye mioyo yao. Na ninakueleza kitu cha ukweli kabisa, tunapokuwa kwenye mwanzo wa mwaka kama hivi, mwanzo wa mwaka ni mwanzo wa mwaka ambao manabii wanaotabiri ni wengi, watumishi wanaotabiri ni wengi, watu wanaojitabiria mema ni wengi. Kila mtu anajitabiria mema. Hakuna anayesema acha dhambi, acha dhambi. Kila mtu anatabiri mema. Sasa sitaki kuongea zaidi, ngoja nikupe kitabu kingine cha Yeremia sura ya 27 mstari wa 4 mpaka wa 10. Kitabu cha Yeremia sura ya 27 mstari wa 4 hadi wa 10. Na penyewe pana kitu kizuri hapa cha kujifunza. Sikiliza vizuri Yeremia 27:4 mpaka 10 inavyosema. Waagize waende kwa bwana zao na kuwaambia, Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli asema hivi, mtawaambia mabwana zenu maneno haya, mimi nimeiumba dunia hii, wanadamu na wanyama walio juu ya uso wa nchi. Mimi nimeumba dunia hii, wanadamu na wanyama walio juu ya uso wa nchi kwa uweza wangu mkuu na kwa mkono wangu ulionyoshwa, nami na wapa watu kama inipendezavyo. Ndivyo Mungu anavyosema. Afu anaendelea kusema, na sasa nimetia nchi hizi zote katika mkono wa Nebukadreza mfalme wa Babeli mtumishi wangu, na wanyama wa mwituni pia nimempa wamtumikie, na mataifa yote watamtumikia yeye na mwanae na wanae na wanae, hata atakapowadia wakati wa nchi yake mwenyewe. Ndipo mataifa mengi na wafalme wake watamtumikisha yeye. Na itakuwa taifa lile la mfalme na mfalme yule asiyetaka kumtumikia Nebukadreza, huyo mfalme wa Babeli, na kutia shingo zao katika nira ya mfalme wa Babeli, mimi nitaliadhibu taifa lile kwa upanga na kwa njaa na kwa tauni, asema Bwana, na nitakapokuwa nimewaangamiza kwa mkono wake. Lakini katika habari zake msisikilize manabii wenu wala wabashiri wenu wala ndoto zenu wala watambuzi wenu wala waganga wenu wanaowaambia ya kwamba hamtamtumikia mfalme wa Babeli, maana wanawatabiria uongo ili kuwatoa ninyi mbali na nchi yenu, nisiwafukuze mkaangamie. Sikiliza vizuri mwana wa Mungu. Kitu kingine hapa, Mungu anaendelea kusisitiza, Mungu anaendelea kuwasisitiza wana wa Israeli kwamba nimetoa mimi Mungu ndiye niliyeumba vitu vyote, nimevitengeneza kwa uweza wangu. Ndivyo Mungu anavyosema. Anasema kwa kuwa mimi ndiye Mungu niliyeumba vitu vyote, nimeamua kuwatoa watu wote wa taifa la Israeli kwenda kumtumikia mfalme Nebukadreza. Kwa hiyo kama mimi Mungu nimeamua kuwatoa watu wa taifa lote kwenda kumtumikia mfalme Nebukadreza, watu wenyewe paka na taifa lao litamtumikia Nebukadreza. Akitokea mtu yoyote
anawaambia hamtoenda kumtumikia Nebukadreza, huyo mtu ni muongo. Ndivyo Mungu anavyowaeleza Waisraeli. Kwa nini? Kwa sababu nimepanga Mungu mwenyewe. Na anasema hata akitokea mtu ameota ndoto kwamba ndoto inaonyesha hatutoenda kumtumikia Nebukadreza, Mungu anasema hiyo ndoto ni ya uongo. Hakitokea mtu ameona maono kwamba hamtoenda kumtumikia Nebukadreza, hayo maono ni ya uongo. Akitokea mganga akafanya uganguzi, ni wa uongo. Mungu anawaambia Waisraeli kila litakalotokea linalowaonyesha hamtoenda kumtumikia Nebukadreza ni la uongo. Mimi Mungu nimepanga muende kumtumikia, mtaenda. Na sababu ni nini? Dhambi zenu wenyewe wa Israeli ndio zinafanya mimi Mungu niwatoe mkamtumikie Nebukadreza. Ndivyo Mungu anavyosema kwenye neno lake. Mwana wa Mungu aliye hai, nimekuwa ninakuonyesha tangu nimeanza mwanzo kuhubiri mpaka sasa. Roho Mtakatifu ananitumia kukuonyesha vifungu tu vya Biblia mbalimbali, vifungu vya Biblia mbalimbali. Na wakati mwingine kama hauko makini, kausingizi kanaweza kakakuchukua kidogo. Ila ukiwa makini, kuna kitu utakuwa unaanza kupata moyoni mwako, wapi Roho Mtakatifu anatupeleka kwenye semina hii ya uchumi. Lakini sikiliza vizuri. Ukisoma kitabu chote cha Yeremia, utagundua kwa kuwa nyakati ambazo Mungu alikuwa anamsemesha Yeremia, maneno yote ambayo nimekusomea siku ya leo, vifungu vyote nilivyokusomea mahali hapa, na hata ambavyo sijakusomea vipo ndani ya kitabu cha Yeremia. Ukikaa kusoma, utagundua kuwa kipindi ambacho Mungu anamsemesha Yeremia hayo maneno, ilikuwa ni kipindi ambacho ndani ya taifa la Israeli palikuwa pamejaa na watenda dhambi wengi kuliko wema. Kuanzia mtu mmoja mmoja mpaka taifa kwa ujumla, palikuwa pamejaa na watenda dhambi. Kutokana na dhambi iliyokuwa imejaa ndani ya taifa la Israeli, ndiyo maana Mungu aliamua kuliweka taifa la Israeli nzima kwenye kuishi maisha ya mateso ya kiuchumi. Maisha yao ya mateso ya kiuchumi ni maisha ambayo Mungu aliamua kulitoa taifa liende likamtumikie Nebukadreza, utumwa wa miaka 70. Na ni utumwa unaogusa maisha ya kiuchumi, kwa sababu hakuna utumwa wa kiroho, ila utumwa wote ni wa kiuchumi. Kwa nini? Kwa sababu mtu anakutumikia kwenye kukulimia shamba, kukufugia mifugo, kukufanyia kazi zako. Nenda kaangalia utumwa ambao Waisraeli waliishi Misri, ilikuwa ni utumwa wa kiuchumi. Na hata huo ambao Mungu alikuwa anawaeleza sasa kwenda kutumika Babeli, ilikuwa ni utumwa wa kiuchumi wa miaka 70. Na Waisraeli wengi walivyosikia wanatolewa na Mungu kwenda kutumika kwenye taifa la Babeli miaka 70, wengi hawakukubaliana na hiyo hali. Wengi walitamani hiyo hali isiwapate. Na hawakutaka kukubali ukweli, kwamba ukweli ni kwamba wanapatwa na hiyo hali ni kwa sababu ya dhambi zao. Waisraeli hawakutaka kukubali hilo. Wao walikuwa wameng'ang'ana kujihesabia haki. Walikuwa wanajiona ni watakatifu. Walikuwa wakubali kwamba wanamkosea Mungu. Hii ndio kasoro ya watu wengi. Wanafanya dhambi, lakini wakiambiwa madhara yanakupata kwa sababu ya dhambi yako, hawakubali. Ngoja nikupe mfano. Kwani hujawahi kuona mtu anafanya uzinzi, afu anaenda kupima, anaambiwa ameathirika, afu anakataa, anasema hapana, mtu ameniloga mtu, sijaathirika, nimelogwa au ugonjwa. Unamwangalia, alikuwa mzinzi, alikuwa anabadilisha wanawake huku na huku, amepata ugonjwa. Anaambiwa, anakataa, anasema hapana, nimelogwa. Nini kinafanya ndani ya huyo mtu akatae? Anasema nimelogwa. Ni ile ubinadamu tulio nao wanadamu. Hatupendi kukubali makosa, ila tunapenda kutafuta sababu ndani ya makosa. Ndio hicho kwa kinawatesa wana wa Israeli. Wanaambiwa mmeathirika, yani mmeathirika kwa ajili ya dhambi zenu, mnaenda kuwa watumwa kwenye nchi ya Babeli. Ile raha yote mnayoipata kwenye taifa lenu, raha yote ya kula vizuri, kuvaa vizuri, kunywa vizuri,
kulala mahala pazuri, inaondolewa. Anakuja mtu mwenye nguvu kuliko ninyi, anaitwa Nebukadreza. Mnaenda kumtumikia miaka 70. Sababu ni dhambi zenu. Waisraeli hawataki, wanakataa. Wanaanza kutafuta manabii. Eti manabii ni kweli? Huyu Yeremia anazungumza kitu gani? Manabii ni kweli? Manabii wanawaambia Yeremia ni muongo. Mtapatwa mema, mtapatwa mema, mtapatwa mema, mtapatwa mema. Mungu anakataa manabii wa namna hiyo. Kwa sababu gani? Mungu anawaambia mkitaka muondokewe na utumwa wa miaka 70, tubuni dhambi zenu. Kwa kumbe toba, kutubu dhambi, toba ndio ilikuwa njia kuu inayoweza ikawatoa Waisraeli wasiende kutumika kwa Nebukadreza, wawe na matendo mengine ya kupewa baraka na Mungu. Ilikuwa ni toba. Lakini Waisraeli walikuwa hawataki kukubali kwamba toba ndiyo njia kuu ya kuondokewa na mateso waliokuwa nayo. Walikuwa hawataki kukubali kwamba kumrudia Mungu ndiyo njia kuu. Ila wengi wao walikuwa hawataki. Wengi wao walikuwa wanazania wanaweza wakaepuka mateso ya Nebukadreza kwa njia nyingine, kwa sababu walikuwa wanapenda kutenda dhambi. Na ndiyo maana wakawa wanajitabiria mema na wakawa wanajitabiria mazuri. Sikiliza vizuri mwana wa Mungu. Twende taratibu sana tutaelewa. Mungu akakataa manabii hayo ya kujitabiria mema na kujitabiria mazuri, kwa sababu Mungu alikuwa amekusudia kwamba Waisraeli lazima wakateseke kwa sababu ya dhambi zao. Ili wasiteseke lazima wafanye toba. Yaani hichi ndicho kitu nataka tuelewane hapa. Si kama tunasikilizana. Haleluya, mwana wa Mungu aliye hai. Tumsifu Yesu Kristo. Haleluya, mwana wa Mungu aliye hai. Tumsifu Yesu Kristo. Karapashandarabasaka. Kitu ninachotaka tuelewane ni kwamba Mungu anawatoa Waisraeli wakatumike mateso kwenye nchi ya Babeli. Ili wasiende kutumika lazima wafanye toba. Toba au kumrudia Mungu ndio kunakoweza kukawafanya Waisraeli wasiwe watumwa wa kiuchumi. Ndio kitu ninachotaka tuelewane siku ya leo ya kwanza ya semina hii. Karabashanda basaka. Sasa muda huu naomba nikuonyeshe kipengele fulani kinachoitwa kweli ya Roho Mtakatifu kuhusu ugumu wa maisha ya kiuchumi uliopo dunia ya sasa. Kweli ya Roho Mtakatifu kuhusu ugumu wa maisha ya kiuchumi uliopo dunia ya sasa. Kweli ya Roho Mtakatifu kuhusu ugumu wa maisha ya kiuchumi uliopo dunia ya sasa. Ngoja nikuonyeshe hichi kitu ili tuelewane vizuri zaidi. Maovu yanayofanywa dunia ya leo hayana utofauti na maovu yaliyokuwa yakifanywa na Waisraeli kipindi kile, mpaka wakapewa adhabu ya ugumu wa maisha na Mungu. Narudia tena hii sentensi kusaidia. Maovu au dhambi zinazofanywa na sisi wanadamu dunia ya sasa hazina utofauti na dhambi zilizokuwa zinafanywa na Waisraeli kipindi kile, mpaka Mungu akapelekea kuwatoa Waisraeli waende wakawe watumwa wa kiuchumi kwa Wababeli. Dhambi walizokuwa wanafanya Waisraeli hazina utofauti kabisa na sisi za leo. Tuko sawa kabisa. Tuko sawa kabisa. Hiyo ina maana ya kwamba ugumu wa maisha ya kiuchumi uliopo dunia ya sasa kwa watu wengi, kwa nchi nyingi, kwa mikoa mingi, kwa miji mingi, ugumu wa maisha uliopo sasa ni kwa sababu Mungu ndiye aliyeruhusu uwepo. Na Mungu ameruhusu uwepo kama sehemu ya adhabu kwa wanadamu. Ni neno gumu kidogo kulipokea, ila naomba usikilize na tuelewane. Narudia hii kauli. Ugumu wa maisha ya kiuchumi uliopo dunia ya sasa, Mungu mwenyewe aliyetuumba kwa sura na mfano wake ndiye aliyeruhusu uwepo. Na Mungu ameruhusu ugumu huu wa kimaisha uwepo ni kwa sababu ya dhambi zetu wanadamu. Tumeacha kumtii kama Mungu. Tunafanya matendo maovu. Dharau imekuwa kubwa mbele za Bwana.
Watu wamemsahau Mungu nafasi yake. Watu wamemsahau Mungu kuwa ni baba. Watu wameitafuta mababa wengine. Watu wamefikia hatua wanafanya maovu bila hofu ya Mungu. Kutokana na hilo ndio maana maisha yamekuwa magumu sasa kiuchumi. Na maisha yamekuwa magumu ni kwa sababu Mungu mwenyewe ndiye ambaye ameruhusu ugumu uwepo. Hakuna mchawi aliyeleta ugumu wa maisha, ni Mungu ndiye ameleta. Usitafute nani anakuloga ndio maana uchumi wako mgumu. Mungu ndiye aliyeleta ugumu wa maisha. Kwa nini? Kwa sababu ya dhambi zako mwenyewe, sio za mwingine. Zako mwenyewe, dhambi zako mwenyewe ndio zimefanya Mungu alete ugumu wa kiuchumi uliopo sasa. Na ameruhusu uwepo ni kama sehemu ya adhabu kwa wanadamu, ili tumkumbuke kwamba yeye ndiye Mungu na tutafute namna ya kumrudia. Tukimrudia ataondoa ugumu wa kiuchumi. Tukiendelea kuwa wagumu kufanya toba, tutaendelea kuteseka. Kwa hii ni adhabu ya Mungu yenye lengo la kutukumbusha tukumbuke heshima ya Mungu. Kwa sababu ukirudi miaka michache iliyopita nyuma, wakati watu wengi wanashika hela, wakati watu wengi uchumi wao unaenda vizuri, ilifika hatua watu wakaanza dharau. Kuna mkoa fulani wana zao lao la kibiashara. Kuna story nimewahi kusikia, ilifika hatua watu wakiuza korosho walinywesha paka mbuzi soda. Mtu anaenda kununua baskeli mpya ya zamani anaitupa. Nasikia watu wakawa wananywesha paka mbuzi soda. Kwa nini? Wameuza korosho. Wengine walikuwa wakipata hela wanalala ba, wanakimbia familia zao. Hela ilipokuwa inazunguka kwa kasi, heshima ya Mungu ilipotea hata makanisani. Watumishi waliacha kuitisha mahubiri ya sadaka kwa sababu hela zilikuwa nyingi. Maasi yakazidi, hofu ya Mungu ikaondoka kwenye mioyo ya watu. Watu wakafika hatua wakaona pesa ndio kila kitu, wakamsahau Mungu. Ndio maana Mungu ameachilia nyundo, ndi adhabu, uchumi uwe mgumu. Na ili uchumi uwe mgumu ili iwaje, akaachilia ugonjwa wa corona. Ugonjwa wa corona ulivyoingia tu, ugonjwa wa corona ukabadilisha mfumo wa nchi na mtu mmoja mmoja. Na ndio maana hichi kitu cha uchumi kuwa mgumu ni jambo ambalo si la Tanzania tu, ni jambo la nchi zote. Kaa kufuatilia nchi zote duniani kwa sasa zinapitia maisha magumu, asikwambie mtu, ya kiuchumi. Tangu corona ilivyoingia, uchumi umebana. Kuna baadhi ya taasisi zimebidi zipunguze wafanyakazi. Kwa kuna watu hawana ajira. Kwa wimbi la ukosefu wa ajira limeongezeka. Corona ilipoingia, uchumi umekuwa mgumu. Karantini kwenye baadhi ya mataifa ikaingia. Hakuna watu kutoka nje. Watu wakitoka nje wakanunue vitu supermarket. Kwa wakina mama wanaouza vitu mtaani hawapati wateja kwa kasi. Uchumi umekuwa mgumu. Mzunguko wa pesa umepungua. Baadhi ya nchi pakawekewa limitation ya watu kupanda kwenye daladala. Ina maana madereva daladala wakapoteza uwezo wa kupata pesa. Nachotaka upate hapa ni nini? Ni kwamba uchumi mgumu uliopo sasa kwenye taifa la Tanzania, uchumi mgumu uliopo sasa kwenye nchi yako wewe unayenisikiliza, ni kwa sababu ya dhambi. Na Mungu ndiye ambaye ameruhusu huo uchumi wenu uwe mgumu kama taifa lenu. Mpaka siku mmetubu na kuacha dhambi, ndipo Mungu ataondoa huo ugumu wa kiuchumi, ataleta uchumi safi. Kwa hiyo mtu mmoja mmoja lazima ateseke kwa sasa, maana Mungu ameruhusu ateseke. Kikundi cha watu lazima kiteseke. Nchi lazima iteseke. Kwa sababu Mungu ndivyo alivyoruhusu, na ndivyo alivyofanya hata kwa Waisraeli. Aliruhusu Mwisraeli mmoja mmoja ateseke mpaka taifa zima wateseke. Na hata mali walizokuwa nazo Waisraeli, Nebukadneza alizinyang'anya zikawa za kwake. Na ndicho kinachotokea saizi kwenye nchi nyingi.
Watu wengi wamejikuta wamekuwa watumwa wa kiuchumi. Kuna Nebukadreza Mungu amewaachilia kwenye kila nchi, watu wanawatumikia wao. Na Nebukadreza wenyewe ndio inaitwa serikali. Ndio maana watu wengi sasa wanatumikia serikali zao. Watu wengi wanatumikia serikali zao. Yaani pesa inayopatikana serikali inanyang'anya. Kwa sababu serikali nayo haina hela. Kwa kama haina hela itapata wapi hela? Lazima itengeneze mifumo ya kupata hela. Kutoka wapi? Kwa wananchi walioko ndani ya taifa husika. Kwa nini? Uchumi umekuwa mgumu na hakuna mtu anayeshtuka. Cha zaidi watu wanaendelea kujiuliza tu. Kuanzia uongozi wa kila nchi duniani unaendelea kujiuliza, tufanye nini? Tujikomboe kwenye janga gumu la kiuchumi lililopo sasa. Mtu mmoja anaendelea kujiuliza. Kwa wakati serikali zinajiuliza, hazina namna, lazima ziongeze kodi, lazima ziongeze njia mbalimbali za kukusanya mapato. Kwa nini? Hazina pesa. Zinapoongeza ukubwa wa kodi, zinapoongeza njia mbalimbali za kukusanya mapato, mwananchi lazima aumie. Kwa nini? Taifa lipate pesa. Uchumi mgumu. Nini kimesababisha dhambi zetu wanadamu? Karabakoria mandarabasheke. Na ndio maana ninakueleza muda huu, popote pale unaponisikiliza, kama unataka kuamini hichi ambacho Mungu anasema na wewe muda huu ni cha ukweli, jaribu kutathmini hali ya uchumi wako binafsi, tathmini na hali ya watu wengine waliokuzunguka, tathmini na hali ya nchi yenu, tathmini na hali ya nchi za jirani kwenu. Utaniambia ugumu utakaokutana nao wa kiuchumi, asikwambie mtu. Kuna watu mpaka sasa ninapoongea hawana kazi. Kuna watu mitaji yao ya biashara ilishakufa. Kuna watu hivi ninavyoongea maisha yao yalishavurugika kabisa. Kuna watu hivi ninavyoongea wanadaiwa kodi ya nyumba, hawajui watapata wapi ili walipe. Kuna watu hivi ninavyoongea, hii ni Januari, hawajui watapata wapi ada ya watoto shule. Kuna watu wana mikopo imegoma kulipika. Kwa nini? Uchumi umekuwa mgumu. Afu anaibuka mtu anakutabiria mwaka 2022 ni mwaka wa kuona mema kwenye maisha yako. Mwingine anakuambia mwaka 2022 ni mwaka wa wewe kuendelea. Na mimi ninakwambia hivi, huyo mtu anayekutabiria namna hiyo, na kama wewe mwenyewe unajitabiria hivyo bila kuacha dhambi, utaendelea kulia tu. Kwa nini? Kwa sababu ugumu wa maisha uliopo sasa ni Mungu mwenyewe ameweka. Kwa hiyo ukitaka kutafuta mchawi wa maisha yako, jitafute wewe kwanza. Tubu dhambi, utaona mema. Rapa koria manda rabasheke. Rikanda rabasheke rapa koria rapasaka. Wana wa Mungu ali hai, kwa siku ya kwanza semina hii ya uchumi, ninaomba niishie hapa. Ninaomba tusogee, twende tuombe toba mbele za Bwana. Twende tuombe toba mbele za Bwana. Kwa sababu kama dhambi zetu ndio zimefanya uchumi wetu uwe mgumu, ili uchumi wetu ulainike, hatuna namna tunaweza tukafanya. Ni lazima tumemrudia Bwana. Ni lazima tumemrudia Bwana katika moyo wa toba, moyo wa kunyenyekea. Lazima tumeutafuta wokovu wa Bwana, ndipo uchumi unaweza ukafunguliwa. Rikandarabasheke rapapako rapakorianda basaka korapakoria kandarabasheke rama kandaraba papa karapasheke rika ndakasaka. Baba, tunasogea wanao mbele zako katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba Mungu rehema zako zijifunue kwetu wanadamu, maana sisi ni wenye dhambi. Tumekukosea Bwana, tumekukosea Bwana, tumekukosea Bwana, tumekutenda maasi wanadamu, tumefanya dhambi nyingi zilizo kinyume na ufalme wako. Mungu, tunarudi leo mbele zako katika moyo wa toba. Tunakuomba Mungu msamaha mbele zako. Tunaomba Mungu tusamehe, maana tumefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wako. Tunaomba utusamehe watoto wako. Ninakuomba popote pale unaponisikiliza, usinyamaze. Fungua kinywa chako, anza kuomba toba, anza kuomba toba, anza kumuomba Mungu msamaha kwa maneno yako. Mahala pote unapojua umemkosea Mungu, anza kumuomba toba.
Kumbuka, uchumi mgumu ulio nao ni kwa sababu ya dhambi. Inaweza ikawa ni dhambi yako au dhambi ya jirani yako au dhambi ya mwenza wako. Ingia uombe toba mbele za Bwana. Tuombe toba mbele za Bwana. Mungu, tunasogea wote kwa ujumla. Tunaomba utusamee kama wanao. Tusamee kama kanisa lako. Maana Mungu, tumekukosea. Tumefanya maasi mengi. Katika jina la Yesu Kristo, ninaomba Mungu tusamee kwa msaada wa damu ya Yesu. Naomba Mungu tuhurumie. Naomba Mungu tutakase kwa msaada wa damu ya Yesu. Naomba Mungu tusafishe kwa msaada wa damu ya Yesu. Maana wanao ni wakosefu. Tumekosa mbele zako. Tumekosa mbele zako. Tumekosa mbele zako. Baba, tunaomba utuhurumie. Maana kwa ajili ya dhambi zetu umeruhusu tuende kwa Nebukadreza. Umeturuhusu tuende kwa Wakaldayo. Umeturuhusu tuwe watumwa wa kiuchumi. Mungu, tunaomba toba. Maana tumekukosea. Maana tumekuacha kama taifa la Tanzania, kama dunia yote. Mungu, tunaomba utusamee kwa msaada wa damu ya Yesu Kristo. Kwa msaada wa damu ya Yesu Kristo. Kwa msaada wa damu ya Yesu Kristo. Tunaomba Mungu utusamee kwa msaada wa damu ya Yesu Kristo. Kwa msaada wa damu ya Yesu Kristo. Endelea kufumbua kinywa chako, mwana wa Mungu. Endelea kutamka maneno. Endelea kusema, Mungu naomba utusamee. Endelea kusema, Mungu naomba utusamee. Endelea kutubu kwa maneno yako. Vile Roho Mtakatifu anakusukuma ndani yako kulia kwa Bwana. Endelea kulia kwa Bwana. Endelea kulia kwa Bwana. Endelea kulia kwa Bwana. Fanya toba kwa maneno yako. Fanya toba kwa maneno yako. Kila mara unapojua umemkosea Bwana, tubu mbele zake. Tubu mbele zake. Tubu mbele zake. Endelea kuomba toba kwa ajili yako binafsi. Kwa ajili yako binafsi. Hii ni saa ya kujitazama mtu mwenyewe. Tazama kila eneo unalojua umekosa. Mwambie Mungu, naomba Baba unisamee. Sema, Baba naomba unisamee. Sema, Baba naomba unisamee. Inaenda kunyesha muda huu mvua ya damu ya Yesu. Inaenda kunyesha mvua ya damu ya Yesu. Mvua ya damu ya Yesu ikunyeshe mahali hapo ulipo. Mvua ya damu ya Yesu ikunyeshe mahali hapo ulipo. Pokea mvua ya damu ya Yesu. Pokea mvua ya damu ya Yesu. Pokea ikuoshe. Pokea ikutakase. Ikuoshe nafsi yako. Ikuoshe nafsi yako. Ikuoshe roho yako. Ikuoshe moyo wako. Ikuoshe akili yako. Mvua ya damu ya Yesu hapo ulipo inakushukia. Popote unaponisikiliza, iwe ni nyumbani kwako, mvua ya damu ya Yesu ikushukie wewe na nyumba yako. Iwe ni kazini kwako, mvua ya damu ya Yesu ikushukie wewe na kazini kwako. Mvua ya damu ya Yesu. Mvua ya damu ya Yesu inene mema kwa ajili yako, upate kutakasika kwa msaada wa Mungu aliye hai, ili huo uovu ulioingia kwako, hiyo mauti iliyokushikilia mpaka uchumi wako umekuwa mgumu, damu ya Yesu Kristo ikurehemu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Rapakoria, rapapakoria, rapapakoria, rapapakoria. Mwana wa Mungu aliye hai, rikandekeseke, rapakarapashaka. Sema haya maneno nyuma yangu. Sema haya maneno nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, ninasogea mbele zako. Ninaomba unisamee mimi fulani. Taja jina lako. Sema, Mungu naomba unisamee, maana mimi ni mwenye dhambi. Kwa dhambi zangu Mungu, ndio maana uchumi wangu umekuwa mgumu. Kwa dhambi zangu Mungu, ndio maana uchumi wa mkoa wangu umekuwa mgumu. Kwa dhambi zangu Mungu, ndio maana uchumi wa nchi yangu umekuwa mgumu. Baba, ninasogea mbele zako kwa msaada wa damu ya Yesu Kristo. Ninakuomba Mungu unirehemu. Ninakuomba Mungu unisamehe, maana mimi ni mwanadamu, nimekukosea Baba. Nimefanya mambo mengi yaliyo kinyume na ufalme wako. Sema, Mungu, 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 ninaomba unisamehe. Kwa msaada wa damu ya Yesu, 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 naomba unisamehe. Naomba uoshe nafsi yangu. Osha mwili wangu. Baba, ninaomba unirehemu kwa ajili ya dhambi nilizo nazo.
zilizofungua malango ya uchumi kuwa mgumu. Kwa msaada wa damu ya Yesu, ninatubu hata kwa ajili ya nchi yangu. Ninatubu kwa ajili ya nchi yangu. Ninatubu kwa ajili ya nchi yangu. Anza kutubu kwa maneno yako. Anza kutubu kwa maneno yako kwa ajili ya nchi ulio nayo. Kama wewe ni Mtanzania, sema Mungu, ninatubu kwa ajili ya nchi ya Tanzania. Ninaomba ulisamehe taifa la Tanzania. Tubu kwa ajili ya viongozi wa taifa. Tubu kwa ajili ya viongozi wa kanisa. Tubu kwa ajili ya serikali iliyopo. Tubu kwa ajili yako binafsi. Tubu kwa ajili ya kila kinachohusu taifa lako. Endelea kutubu. Kama upo Kenya, tubu kwa ajili ya nchi ya Kenya. Kama upo Uganda, tubu kwa ajili ya Uganda. Kama upo Marekani, tubu kwa ajili ya Marekani. Kama upo Ufaransa, tubu kwa ajili ya Ufaransa. Hata kama wewe sio raia wa hilo taifa, tubu kwa ajili ya hilo taifa, maana ndipo mahala unapoishi. Tubu kwa ajili ya hilo taifa. Kama uko Scotland, tubu kwa ajili ya Scotland. Kama upo China, tubu kwa ajili ya China. Mahala popote pale ulipo, tubu kwa ajili ya hiyo nchi. Tubu kwa ajili ya hiyo nchi. Toba yako ya kweli, kunyenyekeza kwako moyo wako, ndipo kunavyofungua malango ya baraka, malango mapya ya kiuchumi. Rikarapakolia. Maana Mungu akitazama dunia anatamani kutubariki, lakini kwa ajili ya dhambi zetu tumefunga baraka za Bwana zisitufikie. Endelea kutubu, usinisikilize tu. Endelea kutubu. Omba, omba, omba. Usiwe mvivu. Omba, fungua kinywa chako. Omba toba. Endelea kutubu kwa ajili ya nchi uliopo. Endelea kutubu, endelea kutubu. Kama unasikia kunena kwa lugha, usijizuie. Tubu hata kwa kunena kwa lugha. Mungu anasikia. Mungu anasikia. Haijalishi wewe hauelewi, Mungu anasikia. Kama haujui jinsi ya kuomba, endelea kusema, Mungu, naita damu ya Yesu kwa ajili ya taifa langu. Sema tu haya maneno. Mungu, naita damu ya Yesu kwa ajili ya taifa langu. Mungu, naita damu ya Yesu kwa ajili ya taifa langu. Kadiri unavyoita damu ya Yesu kwa ajili ya nchi yako, ndivyo inavyoshuka kiuhalisia na inatenda kazi katika jina lake takatifu, Bwana wa majeshi. Na endelea kutubu, mwana wa Mungu. Endelea kutubu, mwana wa Mungu. Rapakoria, rapakoria, rapakoria. Baba, ninaomba usikie kanisa lako linavyoendelea kutubu. Ripapakoria, kwa ajili ya uchumi, kwa ajili ya uchumi. Mungu, ninaomba usikie hii toba tunayoendelea kutubu watoto wako maeneo mbalimbali ambako umetupa kuungana kwa njia hii ya mtandao. Naomba Mungu tusikie toba yetu tunayoendelea kutubu kwa ajili ya dhambi zetu, maana kwa ajili ya dhambi zetu uchumi umekuwa mgumu kwenye mataifa yetu, na ndio maana wanao muda huu tunasogea kwa ajili ya taifa letu, tunasogea kwa ajili ya taifa letu. Mungu, ninaomba usikie hii toba kwa ajili ya Afrika. Mungu, ninaomba uisamehe Afrika, maana Afrika imekukosea, Afrika imekutenda dhambi. Kuanzia viongozi wa Afrika wamekukosea, wananchi wa Afrika wamefanya mengi yaliyo kinyume na ufalme wako. Kwa msaada wa damu ya Yesu, naomba Mungu isamehe Afrika. Kwa msaada wa damu ya Yesu, naomba Mungu irehemu Afrika. Kwa msaada wa damu ya Yesu, naomba uwahurumie viongozi wa Afrika, uwahurumie wa Afrika wote, uhurumie nchi, ardhi ya Afrika. Kwa msaada wa damu ya Yesu, Mungu Baba, rehema zako zifikirie hata Ulaya. Mungu, itazame Ulaya, itazame Ulaya. Imekukosea kwa mambo mengi. Wa Ulaya wamekuasi, wamefanya maasi mengi yaliyo kinyume na ufalme wako. Mungu, kwa ajili ya maasi ya Israeli, uliitoa Israeli ikamtumikie Nebukadreza. Baba, hata mataifa ya Ulaya yalivyokukosea, umeachilia adhabu ya kiuchumi juu yao. Ndio maana uchumi umekuwa mgumu. Mungu, ninaomba uyarehemu mataifa ya Ulaya kwa msaada wa damu ya Yesu, kwa msaada wa damu ya Yesu. Ninaomba rehema hata kwa ajili ya Asia, hata kwa ajili ya Asia. Rapakoria. Mungu, tazama Asia imekukosea Bwana. Ninaomba urehemu Asia yote kwa ajili ya kila mifumo walio nayo ambayo ni ya kuabudu miungu wengine. Mungu, ninaomba toba kwa ajili yao. Naomba damu ya Yesu Kristo ipite kwa ajili ya Asia yote. Damu ya Yesu Kristo ipite kwa ajili ya Asia yote. Damu ya Yesu Kristo ipite. Damu ya Yesu ipite. Damu ya Yesu ipite. Asia itakasike. Asia iponywe. Asia ipokee wokovu katika damu ya Yesu Kristo. Bwana, tazama hata Amerika Kaskazini kwa ajili ya maasi yao. Naomba damu ya Yesu ipite
kwa ajili ya Amerika ya Kaskazini. Damu ya Yesu ipite, damu ya Yesu ipite. Amerika ya Kaskazini ninaomba itakasike kwa msaada wa damu ya Yesu, kwa msaada wa damu ya Yesu. Mungu iangalie hata Amerika ya Kusini, Amerika ya Kusini. Baba, naomba uitazame kwa jicho lako la rehema, kwa jicho lako la huruma. Baba, Amerika ya Kusini imekukosea, Amerika ya Kusini imefanya maasi zaidi hata yaliyokuwepo Sodoma na Gomora. Mungu, tunaomba huruma yako ishuke kwa ajili yao, rehema zako zishuke kwa ajili yao, maana wewe si Mungu uliyeumba mtu ili umwangamize, bali ni Mungu mwenye rehema. Ndio maana ninaomba rehema yako iyafikirie mataifa yote ili yapate kutakasika. Tembea mpaka kwenye visiwa vya New Zealand, tembea mpaka Madagascar yote, tembea mpaka Mungu Baba Scotland, tembea Bwana Yesu mpaka Ireland, tembea kila visiwa, tembea dunia yote, pita kila taifa, pita kila nchi. Tunaomba rehema, tunaomba rehema, tunanyunyiza damu ya Yesu katika dunia yote, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Endelea kuomba mwana wa Mungu, usinyamaze, usichoke, usichoke. Endelea kuomba toba, endelea kuomba toba kwa ajili ya kila taifa. Kila mara Mungu anakusukuma kutubu, tubu tu, kwa sababu toba ndio itakayotusaidia kuepukana na huu ugumu wa kiuchumi tulio nao. Endelea kuomba toba. Ripa koria shaka, ripa pakoria seke, rapa kanda rabashaka, ramandaraba. Sikiliza mwana wa Mungu, sikiliza mwana wa Mungu. Baada ya kuomba toba hii, twende tukaombe agenda moja tumalizie nayo siku ya leo. Twende tuombe Mungu asaidie rapa shandaraba. Mungu asaidie watu duniani wawe na moyo wa kumkiri Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Tuwaombee watu wote duniani wapate neema ya kumpokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Dunia yote ikimpokea Yesu, patapita uafadhali na patapita msaada wa Mungu wa kutuondoa kwenye ugumu wa kiuchumi. Na Mungu atatuondolea korona kama dunia watu wakiongezeka kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Ndio maana twende tuombe muda huu. Mungu aachilie roho ya wokovu, aachilie roho ya neema ya wokovu duniani. Twende tuombe. Omba kwa maneno yako. Kama wewe mwenyewe binafsi haujampokea Yesu, muombe Mungu akupe neema ya kumpokea Yesu. Kumpokea Yesu ni nini? Ni kuacha dhambi na kuanza maisha ya wokovu. Si kuwa Mkristo tu kama Mkristo, ila kuwa Mkristo asiyefanya dhambi, Mkristo mwenye hofu ya Mungu ndani yake. Twende tuombe kwa Bwana. Bwana aachilie roho ya wokovu duniani, aachilie neema hiyo duniani. Kama kuna watu wanaona kukaa bila kuzini haiwezekani, kukaa bila dhambi haiwezekani, twende tuombe Mungu aachilie neema, waache uongo, waache dhambi zote. Rapa shandaraba seke, rapa koria, rapa seke, rapa shaka. Fungua kinywa chako uomba. Omba. Ripa pakoria, ripa pashaka, ripa pakanda rabasheke, rapa koria shaka. Hiyo nyumba inayokaa watu wasiookoka, omba Mungu aijalie nyumba yako watu waokoke kwa jina lake Yesu Kristo aliye hai. Ripa koria, ripa pakoria, ripa pakoria, ripa pakoria. Mungu tunaendelea kukusi. Rika ndakareke. Baba achilia roho ya wokovu. Rika koko kakasaka. Baba achilia roho ya wokovu. Rika koko kakasaka. Baba tunaomba uachilie neema ya wokovu. Rika koko raka koko. Baba tunaomba uachilie neema ya wokovu. Rika koko kaka koko. Mungu tunaomba Baba. Tunaomba Baba. Tunaomba kwa ujumla, achilia neema ya wokovu duniani. Rika koko rapasheke. Mungu tunaomba ufungue milango ya neema ya wokovu iongezeke katikati ya kila nchi, neema ya wokovu iongezeke ili watu wote duniani, Mungu tunaomba wapate kibali, wapate nafasi ya kukupokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao.
Tunaomba Mungu Kristo uumbike ndani ya mioyo ya watu. Ndiyo maana Mungu tunakuomba neema hii kwa msaada wa jina la Yesu. Tunaomba uongeze neema ya wokovu katikati ya dunia yote, katikati ya mataifa yote. Neema ya wokovu ipite kwa mtu mmoja mmoja. Neema ya wokovu ipite kwa mtu mmoja mmoja kwa msaada wa jina la Yesu. Kwa msaada wa jina la Yesu. Neema ya wokovu ipite kwa msaada wa jina la Yesu. Neema ya wokovu ipite kwa msaada wa jina la Yesu. Kwa msaada wa jina la Yesu. Wewe unayenisikiliza, pokea neema ya wokovu. Pokea neema ya wokovu katika jina la Yesu. Pokea neema ya kumjua Mungu kwamba ndiye Mungu wa kweli katika Yesu Kristo, na umwabudu katika roho na kweli. Pokea neema ya wokovu nyumbani kwako. Pokea neema ya wokovu kwenye nchi yako. Pokea neema ya wokovu katikati ya kazi yako. Pokea neema ya wokovu katika jina la Yesu. Tunaomba dunia yote neema ya wokovu ishuke, iongezeke, iongezeke. Kila kizuizi kinachozuia, tunatuma moto wa Roho Mtakatifu, tunatuma damu ya Yesu. Tunaomba fikra za watu zitakasike, wapate kuona msalaba, wapate kumkimbilia Bwana na kumpokea Kristo Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Ripakoria, ripapakoria, ripapashaka, ripapaseke, ripapakora pashaka. Neema ya wokovu ipite, neema ya wokovu ipite katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Rapashandara, ripapakoria mandaraba. Kama unajua unanisikiliza muda huu na hujampa Yesu Kristo maisha yako kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, unasema leo, mimi fulani naacha dhambi, mimi fulani nataka kuokoka, mimi fulani nataka kumrudia Bwana, nataka Yesu Kristo awe Mwokozi wa maisha yangu. Maisha ya dhambi siyataki tena, maana dhambi hii ndio imenifanya niwe na uchumi mgumu, maana dhambi hii inafanya wengine pia wateseke. Njoo muda huu kwa Bwana. Kama upo tayari, unaweza ukasimama mahali ulipo unaponisikiliza. Kama umesimama, unaweza ukasimama vizuri zaidi. Kama upo eneo lenye kelele, ingia sehemu ambayo ina kelele. Upo tayari kumpokea Yesu Kristo muda huu? Twende tusali sala hii pamoja. Ni sala maalum itakayokusaidia kumpokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na utakuwa kiumbe kipya, na ya kale yote yatapita kwako. Sema haya maneno nyuma yangu. Rapashandarabaseke, mrabakoria. Sema, Mungu Baba, ninakushukuru kwa ajili ya siku ya leo ambayo umenipa nafasi ya kusikia neno lako la uzima. Baba, ninasema asante kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu kuliko vitu vyote. Mungu, ninajiachilia kwako. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizokukosea tangu kuzaliwa hadi hivi leo. Kwa msaada wa damu ya Yesu, ninaomba Mungu unioshe. Kwa msaada wa damu ya Yesu, ninaomba Mungu unitakase, maana mimi ni mwenye dhambi. Mungu, ninasogea kwako. Ninakukiri leo Yesu Kristo kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninakubali ulikufa na kufufuka kwa ajili ya dhambi zangu. Ninaliita jina lako maishani mwangu. Ninaomba unifanye kuwa kiumbe kipya sasa, na ya kale yote yapite kwangu, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Funika macho yako, niombe kwa ajili yako. Taomba pia kwa ajili ya wagonjwa mbalimbali. Baba, ninamwachilia huyu mwanao mikononi mwako. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa kumpa nafasi ya kukupokea wewe siku ya leo na kupokea neema hii ya wokovu. Ninamuombea Bwana umsaidie, uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yake. Ninaomba Mungu ufanyike Baba kwenye maisha yake, umfanye awe kiumbe kipya, na ya kale yote naomba yapite kwake,
katika jina la Yesu Kristo. Inaenda kinyume na kila roho chafu za adui shetani. Mungu Baba, zisipate nafasi ya kumrudisha nyuma. Na muombea mwanzo mpya wa wokovu aliyouanza leo. Mungu umsaidie asonge mbele. Muinulie baba wa kiroho, muinulie walezi wa kiroho wanaoweza kumlea mpaka kufikia kimo cha wito ulioweka ndani yake, kuchanua na kuongezeka. Msaidie Bwana kukua na kufikia kimo cha utukufu wako. Hata aliyekuwa amerudi nyuma na ameanza upya safari ya wokovu, naomba umsaidie aanze pamoja na wewe katika jina la Yesu Kristo. Mungu, ninasogea hata kwa ajili ya wagonjwa waliopo muda huu na wananisikiliza popote pale katika ulimwengu wa roho. Mungu hauna mipaka. Ninaomba umguse huyo mgonjwa wa tumbo katika jina la Yesu. Uponyaji uingie ndani ya tumbo lake. Baba, huyo mgonjwa wa kichwa, Mungu ninaomba uponye kichwa chake katika jina la Yesu Kristo. Mgonjwa wa macho, naomba uponye macho yake katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu, ponya hicho kiuno kinachomuuma huyo mtoto wako, hicho kiuno kwa jina la Yesu. Kiuno pona kwa jina la Yesu. Mgongo pona kwa jina la Yesu. Shingo pona katika jina la Yesu. Naomba kwa ajili ya pressure ulionayo, hiyo pressure na nyunyiza damu ya Yesu ndani ya moyo wako, damu ya moyo wako, ndani ya moyo wako, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Sema anapokea damu ya Yesu. Sema anapokea damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Sema anapokea damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu. Kila ugonjwa ulio nao ndani yako, kwenye nafsi, pressure, toka kwa damu ya Yesu. Kifafa, toka kwa damu ya Yesu. Ukimwi, toka kwa damu ya Yesu. Kifua kikuu, toka kwa damu ya Yesu. Kila ugonjwa uliobeba, kwa mamlaka ya damu ya Yesu ukuachie. Homa ulio nayo, hiyo homa ninaiamuru kwa damu ya Yesu iondoke ndani yako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rika koria mandarabaseke. Huo ugonjwa wa kukosa usingizi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, pokea ukombozi. Usingizi ukaupate kadiri ya majina ya Bwana. Ripa koria rapasheke, rapapa koria, o rakaseke rema. Mungu, ninasema asante kwa ajili ya siku ya leo, namna ulivyotuhudumia na umekuwa pamoja nasi. Jina lako Mungu litukuzwe na lihimidiwe. Baba, pokea sifa, heshima na utukufu, maana wewe ni Mungu mwaminifu kuliko vitu vyote. Baba, tunajiweka mikononi mwako. Tunakushukuru kwa ajili ya hii semina siku ya kwanza. Asante namna ulivyotuhudumia. Mungu, ninasema asante kwa ajili ya watoto wako wote ambao umewapa neema ya kusikiliza hii semina mahali popote pale. Utukufu na heshima vikurudia wewe. Ninaomba Mungu rehema, maeneo ambayo sikutumika siku ya leo katika kufikia kiwango kile ulichotaka. Mungu, ninaomba unisamehe. Baba, ninaomba nafasi nyingine siku ya kesho utupatie kama kanisa lako. Tuendelee kujifunza hii semina kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho za visasi na malipizi tunaomba vikae mbali nasi katika jina la Yesu, na watu wote tuseme